kivuli cha malezi. Niache bwana. Unaweza kuniambia yule dada pale ni nani? Hivi. Kwa nilichokiona kule nje ina maana kwamba huna majini, sio mashetani sio. Hebu acha ujinga wako bwana. Jini mimi namtolea wapi jini? Mimi na majini wapi na wapi? Nataka kuniambia yule mwanamke pale nje yule ni nani yako? Na kwa nini aje hapa sasa hivi? Yule ni binamu yangu. Na mara nyingi tu waga anakujaga asubuhi kunifanyia usafi. Una hakika ni binamu yako? Bwana ni kuongozea. Na mambo sawa. Lakini bwana mimi si unajua mimi ni jinsi ninavyokupenda. Naelewa. Sikia nikwambie. Yule ameshaondoka. Na binamu yangu yule namjua mwenyewe. Ana tabia za kuongea. Kwa hizi taarifa zisije zikawafikia wajomba. Na unafahamu fika sije kutambulisha kokote. Unaelewa? Kwa nataka uende. Sawa. Kwa hiyo niondoke sasa hivi. Nani? Mimi nitakupigia baadaye ukishafika. Sawa? Utanipigia kweli? Nitakupigia. Sawa. Sasa sio unatoka na mwanamke mwingine? Mimi siko hivyo. Datina, kinachokuuliza ni nini? Maana toka jana usiku tumelala wote kitanda kimoja, lakini nakuuliza unalia nini? Utaki hata kuniambia. Tumesaidiana kwenye mambo mangapi? Kwa nini hutaki kunishirikisha? Mimi mdogo wangu, huwezi kunielewa situation ninayopitia. Jana nilitoka hapa na Teddy mpaka kwa boyfriend wangu. Nilimwomba nisindikize maana najua ningefika tu yule mwanaume angetaka kulala na mimi. Nikasema singoja niende na dada yangu. Lakini uweze amini mimi. Teddy kagoma kurudi nyumbani. Na kukumbia Teddy amelala kwa chumba. Wewe mambo mengine unayatakaga. Mara ngapi tumekaa tumeongea kuhusu Teddy? Na tabia zake unazijua fika kabisa. Lakini bado ukamchukua huyo ukaenda naye. Ulishawahi kuona wapi mtu anaenda kwa mwanaume wake anaenda na dada yake? Ulishawahi kuona wapi? Mima, nakosa hata cha kuongea. Naumia kwa sababu namuelewa Teddy vizuri. Atakuwa kashalala na mwanaume wangu. Wewe unadhani angelala wapi? Asa mimi hapo nitakujibu nini? Ayo uliyataka mwenyewe. Ukakosa kunishirikisha mimi, ukaniona mdogo na akili zangu ndogo.
mambo mangapi nimekusaidia ambayo wewe Teddy kashindwa kufanya, lakini bado tena wewe ukambeba ukaenda naye. Bora hata ungeniomba mimi ningekushauri, ungejua ungefanya nini. Mima, naelewa, nakuelewa, lakini nilifanya kwa sababu Mima, naumia. Kusikiliza mdogo wangu, Teddy sio mtu. Teddy ni mnyama. Yule mwanaume nilikuwa nampenda kweli, na nilikuwa tushaongea vitu vingi sana. Alikuwa ananishirikisha mambo yake, pia nilikuwa namsaidia kwa kila hatua mpaka tufikie malengo yetu. Yeye amekatisha mapenzi yangu mimi na mwanaume wangu kwa tamaa. Hebu acha ujinga Datina. Mambo mengine unatakaga wewe mwenyewe, na mundani tumesha kuzoea. Kila siku kulialia, unalilia mapenzi. Okay, mmenizoea. Ndio maana dada walala na mwanaume wangu. Mmenizoea. Sasa tumekuzoea ngapi? Hebu acha ujinga huko. Unalialia tu, bibi akija hapa kiuliza analia nini? Unaacha kumjibu. Baby, nakuita hapa kwa jambo moja. Kuhusu swala lililotokea nyumbani. Familia nzima imekuja. Kwa nimebadilisha utaratibu ili kukutana nyumbani. Sasa hivi tutakwenda kukutana na guest. Sawa baby? Baby, guest tena. Ni guest hapana. Nimebadilisha utaratibu. Maana yule jini lake inaonekana imetokea bahari ya saba. Nimeleta waganga wa kila aina, lakini jini lake limekataa kutoka. Kama utaki basi utavumilia, watakapoondoka basi tutakutana. Tumelala. Bwana achana na hizo habari. Bibi yupo? Yupo lakini kalala bado. Aliniulizia jana? Kwa jana amefoka sana. Maana ameondoka wawili, umerudi mmoja. Basi tutaongea. Kwani mwanangu umelala wapi? Shoga, historia ndefu sana. Tutaongea. Bado sina fadhali, safari yangu bado ngumu, zako gali misiendi, sijapata fundi. Yani si shwari, hali si hali, napitia magumu, sisijua hata weekendi, nalia kama pundi. Sa vipi umekunyamazisha wenye naso wenye jeuri, misi kukuridhisha amnaso yani sifuri. Na namba umebadilisha, Insta DP kuna kivuri. Hivi unanifundisha au unanionyesha kiburi? Miwa kujimaliza, mwambie kaniacha, sijaona kasoro, ndo maana ananiumiza. Mwambieni nampenda leo mpaka tomorrow, ajua ameniachia. Wewe, do. Saizi umeanza kuwashishwa na vyombo. Wewe wifi yangu yuko wapi? Katoka. Hasa. Yaani mimi kwa kweli huko nina magumu. Mtoto wenu nimemleta. Nimemrudisha. Mwanaume anasala huko anagombana. Anasema mtoto alijua atakaa siku 2, lakini leo siku ya 3 ya 4 aoni mtu akija kumfuata, aoni chochote. Kwa kweli mimi nimemrudisha mtoto wenu.
Kwanza samahani kwa hilo dada. Najua nakupitisha katika kipindi kigumu sana. Lakini tazama hali yangu kama hii. Mimi hapa sijiwezi. Hamna chochote ambacho mimi nikiweza. Labda mpaka nitakapokaa sawa. Ndio maana nikakutafuta wewe. Hakuna mtu ambaye mimi anaweza kunipa msaada kwa namna yoyote ile zaidi yako dada. Sina kimbilio lingine. Ndio maana hata mwanangu yuko kwako. Mimi baada ya kufanyia operation, mke wangu amekuwa ni mtu wa kutoka na kuingia. Na hii yote amejua kabisa kuwa mimi ndani ya mwaka mzima siwezi nikashiriki naye tendo kwa namna yoyote. Sasa amekuwa ni mtu wa kutoka kwenda pengine kutafuta wanaume. Akirudi huko anarudi hapa akiwa mchafu, hata kuoga hajaoga. Wakati mwingine kabisa nakuwa nasikia harufu ya ajabu, harufu ya mbudu. Nikimwambia anakuwa ni mkali. Kwa hiyo nakuomba bwana. Huyu mtoto bado ni mdogo sana. Yaani nitakaa na huyu mtoto nitakusaidia kwa vile wewe ni ndugu yangu. Kwa vile wewe ni ndugu yangu. Lakini tofauti na hapo, mimi huyu mtoto nisingelikaa naye. Alafu wewe, Domi, mbona umezidi sana upole? Omkaza ukwate kiboko otele. Mpige. Akuelewa, akusikie, akuheshimu. Yule si mke wako wa ndoa. Kwa nini unamwacha hivi hivi? Mchape, mtandike, omutere. Nda ukusaidia lo kuba onukia shasha. Chonka kuba baba waikize nani mukugwagira mwana wawe? Ungelijua mngelifanyaje kwa kweli? Natamani kufanya hivyo na si kama siwezi. Lakini nikiangalia uwezo wangu na hali yangu kama hii, taanzia wapi? Na mwanamke mwenyewe unavyomuona vile ni mkorofi. Mwisho siku nitajikuta naongeza tatizo juu ya tatizo. Ila kweli hilo umeongea point mdogo wangu. Hiyo ni point moja nzuri sana. Mimi naona kweli mtoto anaweza akapata maradhi. Maana huwezi jua huko wifi yangu anakokuwa ameenda huko na anarudi hafanyi chochote. Labda mtoto anafika anamshika anaweza akamletea kweli maradhi, na ukiangalia mtoto bado hajafanyaje huyo? Hajatembea. Mimi kwa kweli nimelizia kwa roho moja. Mimi mtoto nitamchika, nitakubali kabisa, nitakaa naye. Masuala ya mume wangu mimi nitamalizana naye kwangu. Wakiuliza wanangu wagana waficha, nawaambia bado jani tu, nawaonyesha makopa yalopita. Kwenye simu bado sijafuta. I wish rudi zamani, angalau nipoe tu, tabu zizidi mizani na majau. Umenipa sali, umefungwa nyuki msoto, una kisu kikali, usifuge chuki kwa vitami mtoto. Umenipa sali, umefungwa nyuki msoto, una kisu kikali, ni wa kujimaliza. Mwambie kaniacha, sijaona kasoro, ndo maana naniumiza. Mwambieni nampenda, leo vaga tumo. Jamani, hivi haya maisha ya kununiana, kutokusalimiana yataendelea ndani hadi lini? Na isitoshe sisi wote ni wanawake, alafu wote ni ndugu na tunaishi nyumba moja. Asa mnapishana tu hivi kama mjuani, ndio inamaanisha nini sasa? Ili swala ibidi alisuluhishe bibi. Ila kwa sababu naye ana mambo mengi, acha niongee kama mdogo wenu. Mnavyoishi hivi, yani amsalimiani, yule kamwangalia kama mjui. Ndio mnakuwa mnamaanisha nini sasa? Mimi hata sina tatizo. Sitaki kujua nani mwenye shida wala nani mwenye tatizo. Nataka kujua haya maisha mnayoishi ndani yataisha lini? Alafu sisi wote ni ndugu, hata kama kila mtu ana mzazi wake. Mnakaa nyumba moja lakini mnaishi maisha ambayo hataeleweki. Kwanza mimi nimeshamaliza. Mimi mwenyewe alishaisha kitabu. Basi tu pale kamikaza, lakini sina lolote. Naanzaje kupindua meza mbele ya wadogo zangu? Na nilikumisi vipi? Si ndio? Kana siku mweneketo.
Kaona kanajua kusuluhisha watu sasa. Umeshakuwa. Sasa nilipokuwa Salembo kenyewe. Acha. Leo tunakula nini? Hebu mwite Suzi. Suzi. Abe. Mwanga hapa napenda magauni ya kitenge huyu. Na hii kofia sinalomnunulia bibi. Hii kofia ya bibi amnunulie wapi? Kajichukulia kajivalie. Ndio maana imekaa kizeze. Kwa hiyo mmeniita mniseme au Tulikuita tukuulize. Leo na ratiba ya kupika nini? bibi wataka ndizi? Jamani, mimi nimemisi kuku. Tena wali kuku. Na Suzi, wali kuku. Hizo habari za ndizi hapana. Huko nilikotoka ni furu maharage, mboga za majani ukiongezea na kipigo. Kwa hiyo Bibi atakubali vikubwa vyote hivyo kwa wakati mmoja. Hawezi kukubali. Kama ulipochangia mada haraka, uvivu ndio utakupika. Washa majiko manne nipikie bibi wali kuku yangu. Kwani uweze kufanya asili ukapika tu kanigani hivi? Mpaka bibi ajue. Basi angempikia bibi hizo ndizi na sasa angetupikia chakula tunachokitaka. Aya bana, hata msijali, tawapikia. Basi sawa. Waida Suzi njaa. Acha. Yaani bibi kamwalibu hadi kutembea. Na umekumbuka kitenge? Kilikuwa pandezi 3. Ndio, nakumbuka. Alafu bibi kacha kutugia sio jukuu zake 3, kampa mjukuu wake Pendo, ambaye anampikia vyakula vizuri jikoni. Yaani kwa bibi angekuwa mchawi, angemtwika huyu mazima. Inawezekana atampa, tutajuaje? Mwanamke una haya wewe, bala zule usiojua baya. Yaani umeamua kumtelekeza kabisa mdogo wangu. Yaani toka mdogo wangu aumwe, yaani wewe ni wa kwenda tu na kurudi, kwenda tu na kurudi. Muone kwanza. Umesahau hadi na mtoto kabisa. Hivi wewe, unajua maana kutelekezwa? Ningemtelekeza ndugu yako si ningekuwa sipo naye. Uone kama mpaka sasa hivi nipo naye. Kakunawirisha mwenzio, kakupendezesha, ulivyomwona tu kapata matatizo kaanza kuumwa na wewe ukaanza kiguna njia tu kama tiki ushikiki. Hebu kwanza nikustopishe hapo, nasema kaninawilisha. Dada koma kabisa, utajuaje kama nilikuwa na mambo yangu yakaonifanya mpaka ninahifadhi vile na kupendeza kwa design kama hii. Kwa hiyo koma dada, usinipigie kelele. Mimi kwanza sijazaa peke yangu. Uwe mtoto ukimchukua ukimpima DNA na ndugu yako wanafanana kabisa, yani moja kwa moja ni damu yake. Kwa hiyo sio mbaya ukiishi naye. Alafu kwanza jina lenyewe la ukoo unatumia ni la kwenu. Kwa kinachokuma hapo nini nakupigisha kelele? Semaje wewe? Kiumbe huyu. Damu yako hii mwanao huyu. Saizi umemsahau kabisa? Umesahau kama urizaa. Umesahau kama una mtoto. Aise wewe mwanamke hapana. Na kuangalia sana unavoboboja kuhusu mimi. Hivi unaonaje ukaenda ukawa na kaka yako, uende utapata mtoto. Maana wewe ulikopo naye hakuridhishi, ndio maana upate mtoto. Unanijibuje wewe? Usije mimi kunijibu hivyo. Yaani wewe koma. Nisije nikakuchakaza sasa hivi. Dada kuja kistaarabu. Kuja pole pole dada. Tena kwa heshima na nidhamu. Na kwa goti juu. Dada. Hey. Ulikuwa wapi siku zote hizi 3? Na ulikuwa unafanya nini? Ina maana umesahau kuwa ni mke wa mtu? Unaondoka tu unavyojisikia, unarudi muda unaojisikia, si ndio?
nataka kujua ulikuwa wapi? Kwanza ilo jina la mke wangu Koma baba. Koma kabisa, sio mke wako. Sina mume alizani kama yako. Sawa? Wewe usinijibu mimi hivyo wewe. Mimi ni mume wako. Mimi sio wala wako. Usinijibu unavyojisikia. Alafu tangu lini umeanza kuvaa nguo za kubana? Wewe naomba unijibu, sawa? Usiniletee dharau, sawa? Nitakupiga, nitakukumuta. Oho! Wewe, nahisi umenisahau. Usinichukulie poa ukahisi haya maradhi niliyoyapata na shindo yako kukupiga. Wewe, nzankutere nzenkubarula. Kwanza nikikuangalia chini, nikikupandisha juu, huna lolote baba, huwezi kunipiga, labda tupigane. Kuna kwenye kupigana, mimi ndo nikupige wewe, sio unipige mimi. Miungu niokoeni mie. Sitaka kiumiza kiumbe hichi, nipishe nipite wewe. Bado sina fadhali, safari yangu bado ngumu, mwenzako gali misiendi, sijapata fundi. Yani si shwari, hali si hali, napitia magumu, sisijua hata wikendi, nalia kama pundi. Sa vipi umekunyamazisha wenye naso wenye jeuri, misi kukuridhisha amnaso yani sifuri, na namba umebadilisha Insta DP kuna kivuri. Hivi unanifundisha au unanionyesha kiburi? Miwa kujimaliza, mwambie kaniacha, sijaona kasoro, ndo maana naniumiza. Mwambieni nampenda leo mpaka tumoyo, ajua ameniachia ajali ya moyo, ya moyo, ya moyo. Ajali ya moyo, ya moyo, ya moyo. Ajali ya moyo, ya moyo, ya moyo. Ajali ya moyo, ya moyo.